Ambia roho ya Nyalenda imekuwa leo ni mamisali na mbomi na kila kitu. Maroho waliokufa na ukaaba Nyalenda. Maroho wale walikufa na ufukara na umaskini. Wazee wakongwe wakiteseka na kala kwa mguu. Leo ni moto katika anga. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Huyu mtu ukibadilisha mtu mpya utatawala katika maroho za kweli. Biblia inasema kwamba fanyeni mtu mpya huyu, kisha mtoke kwa mtu ule wa kale ambaye amelenga kifo. Hapo ndani ya tamaa ya ulimwengu ya dunia. Mfueni mwache chini. Ile tabana watu wanakufa kama miaka yako bado ni kitu. That is 40s, 50s. That is 40s, 20s. Hao wanakufa wanaenda hapo. Ibrahim baba wetu alikufa kama ni mzee. Ibrahim baba wanotoka ene jaduo. Ndio wanakibalisha mtu mpya huyu. Hallelujah. Atakuwa na mamlaka kwa ule mtu wa kitambo. Ule mtu alikuwa mtu wa kukombanisha watu. Hallelujah. Ule alikuwa msekenyaji. Ule alikuwa na bwanake na anatongoza wengine. Atosheleki na bwanake. Atosheleki na bibi yake. Wewe utasema kwa mtu mpya huyu, mimi sitafanya matendo ambayo babu yangu alifanya. Hallelujah. Sitaambia bwanangu ati wanaume wako wengi. Kwani wako wengi wako kwa sababu yako? Hao wanaume wako na bibi zao. Mungu aliumba binadamu na mwanamke na mwanaume. Nyasano kochwe chuo mang'eny ni mon. Mungu kuumba mwanamke kwa wanaume wengi. Kochwe mon mang'eny ni chuo. Hakuumba mwanamke mmoja kwa wanaume wengi. Aliumba mwanamke mmoja kwa mwanaume mmoja. Kwa sababu ya ufalme ambao mwanadamu alinyang'anywa. Ndio maana wanawake wanazinzi na wanafanya usherati. Lakini mtu akirudi kwa mwanadamu mpya ambaye naongelea juu yake, atafika kwa ufunuo ambaye ninanena kwa ufunuo moja. Ataanza kutawala kwa maroho ambao walikuwa wanatawala kwao. Mavichwa walikataa ati hakuna kitu mzuri itaingia kwa boma. Ingawa walisema hakuna kitu kizuri ambayo ndio itaona. Kwa mwanadamu pia hapa kuna kitu mzuri. Watu wataendelea utaishi kwa mawazo. Utafanya biashara yako. Utazaa watoto wako. Hakuna atakayeharibika. Hallelujah. 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 Bwana wako wengine watapotea na atakuwa moto kwa maroho. Mwanadamu mpya. Hata mwanaume mwenye tamaa mwenye hiyo kiune na mwacha na bwana bibi yake ndo anaishi naye. Hapo kwa mwanadamu mpya ndio shetani wacha watu. Kwa maana saizi anatembea na nguvu za Mungu. Kwa mwanadamu mpya huyo. Ndio tunasema mtu anatembea na matendo anatembea kwa utakatifu. Kwa utakatifu na usafi. There's power to deliver your family. Kuna nguvu kukomboa familia yako. There's power to deliver your business. Kuna uwezo wa kufufua biashara yako. Inside righteousness and holiness.
There's power to deliver your children. Kuna nguvu ya kuokoa wanao. And you will never be a slave of the devil. Utatawala na shetani. You will never be a prisoner. Utapigwa timbuni. Hautakuwa mfungwa. Yes, obaki. Nikaikaji konyoji. Kwa sababu hapo watu wanafungua. Kanye mamonu manijapa. Hapo ndio wanawake walikuwa wawezi. Injili moyaloni. Kwa injili tunayohubiri. Asane no mamonu manimukiru mokani wajuo. Nimeshaona wanawake walikuwa wanaishiwa na nguvu wa kizi. Lakini kanegi watokano majiani. Walipokaribisha mwanadamu. Kile wakorobi poroni pino ni turuto sabuoko. Wande sasa wanazaa kwa Ekunya saimani waru pati makare. Nguvu ya Mungu sasa inafanya kwa huyu mtu. Nguvu ya Mungu ambaye ni utakatifu. Tefanya saima kwa enu. Imefanya sasa wanazaa tu. Omeokoa uginyo wala nyoka. Siati sasa nguvu yao inaisha. Siati niko Atenda kuza wanasema ati mpresa yake iko tu. Sasa hizi za lazima ende operation. Amen. Hallelujah. Amen. Lazima tukatae haya roho. Nyaka wadagi roho pegi. Bona sasa unaenda kuzali wanasema blood pressure yako iko tu. Ng'ombe samedi nyoleka jote na blood pressure ni ma. Wakati utafahamu mtu mpya ambaye naongea naye leo. Kaido wako ngamanyie mawe hiyo. Utakuwa na mamlaka kwa hayo maroho ya high blood pressure. Ibro bebe. Alsas nini magonjwa chafu hayo. Ibro bebe kiteko hivi chunge mawe. Watu wamewapatia majina za magonjwa. Jio timo nyingi tuoche. Lakini hayo ni mapepo yote. Lakini magonjwa ni roho. Hakuna siku ambayo Yesu alitatia alsa. Onge chingwa Yesu nolo bokana. Hakuna siku ambayo Yesu alitatia HIV. Onge chingwa Yesu nolo bokana. Yesu alikuwa anasema wewe shetani. Wewe pepo chafu ondoka. Lord. Hallelujah. But look about our generation. Amen. Look at our generation. Tumepaka mapepo majina. Wawiro jochie mbele nyingi. Lakini kuna mtu ambaye anaingia kwa ubinadamu mpya. Tiere na madonje dono manyingi. Hapa anasema sitatembea naye maroho. Achoto kabiwoto kiroho. Nataka nirudi katika utu wa Mungu. Nataka niingie kwa utawala. Nitawale kila roho ambayo ilikuwa inanitesa. Bwana asifiwe. Mtengeneze ubinadamu mpya. Afanane katika utu wa Mungu. Akue kama Mungu. Kuna mtu analia. Yesu nitengeneze. Nikufananishe. Haleluya. Sasa kufanana na dunia. Unajua wengi hata bali wanafanya kazi. Mpaka nipime na daktari. Sasa kile daktari hapo kwa hospitali. Anafanya kazi kwa daktari hapo kwa hospitali. Akitoka jioni. Ametoka na dawa. Ameimba tablet. Anasema hii ni ofisi mali nafanya. Kesho yake pia ametoka naye. Unadhani kifika 1 month. Ako na dawa ambayo inatoka naje. Unadhani huyu akiokoka. Je, akiendelea kufanya hiyo tabia. Ameokoka kweli? Ameokoka. Kwa sababu kata ameokoka. Atatubu. Jameni mahali nilikuwa kwa ofisi. Nilikuwa naimba tu dawa. Anaenda nayo kwa nyumba. Ndio maana wengi hawataki kutoa binadamu ya kale. Ndio maana wengi bado wanatesa. Haleluya. Wengine bado wanaiba mali wanafanya kazi. Lakini bado wametoa wameokoka. Haleluya. Hapa hakuna wokovu. Kanisa sivyo. Haleluya. Hata Yesu arudi saa hii auendi mbinguni. Kanisa sivyo. Auingii. Haleluya. Kwa nini? Umekosa mamlaka na nguvu. Kuna nguvu ambayo inakutawala. Ambayo si Roho Mtakatifu. Lakini leo naongea na mtu. Hapa anasema Mungu nifalishe na ubinadamu mpya. Niondoe kwa utu wa kale. Bwana Yesu asifiwe. Naye ukanitawali.
Na uteloni itawala. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tukafungue kwa 1 Corinthians. Wewe yao Korinto mkuu. 1 Corinthians 1. Korinto mkuu kwa chia la ngwe. Only that 4:5. Naona mtu anaregesha mpungufu. Anenoka ngania saido kwa. Bwana leo baba fulani anatoka na nguvu hapa. Anenoka kauno mama moruo ngiteko kana. Hata kama shetani alilamba vitu kwa mkono yako. Kataka je nose na ngiboko liwe. Mkono yako imebaki tu. Lojo dongono. Leo Yesu anaregesha kitu kwa mkono. Kauno Yesu dogo gimore liwe tu. Katika hiyo mamlaka ya Yesu Kristo. Mamlaka mari Yesu. Mamlaka ambayo yuko nayo binadamu. Mamlaka ambayo tuwe kwenye ndano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu. Amen. Biblia inasemaje? Biblia wachana. Korintho mokwongo achiel mawacho niya, pile agora ni Nyasacha erokamano nikech ng'wono mane omiyou kuom Kristo Yesu. Bende agoyone erokamano nikech osedoko momeu e yore duto kuom Kristo. Amen. Bende agoyone erokamano nikech usedoko momeu e yore duto kuom Kristo. Ung'eyo wuoyo maber kendo un gi rieko duto nikech usenwang'o e ngimau ni weche mane wanyisou kuom Kristo gin adier. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Pile agone Nyasaye erokamano. Kila siku ninamshukuru Yesu. Nikech ng'wono musayudo. Kwa sababu neema nimeshapata. Wakati ng'wono muyudo kuom Yesu. Tuko na neema ambayo inapatikana kwa Yesu. Nimarushange adiera kuom puonj mane wapuonjou. Tunarudisha. Amen. Ushange adiera kuom puonj mane wapuonjou. Mmeshajua kweli kwa mafunzo tuliowafunza. Bwana usabedo jomomeo. Mmeshakuwa watu walio na mali. Kulia kuom Yesu Kristo. Mkikubali kwa Yesu Kristo. Lakini iya kuom Yesu. Kutoka kubali kwa Yesu. Kukubali kwa Yesu. Kukubali kwa Yesu. Ni utajiri ndani ya maisha yako. Iya kuom Yesu enmeo. Kukubali kwa Yesu ni utajiri. Mengi nukabiluongo na tiel. Ndio maana sitajiita mimi fukara. Iya kuom Yesu goli lote madalau. Kukubali kwa Yesu anakutoa kwa mama. Iya kuom Yesu jochiende wei. Kukubali